namna ya kupokea ahadi yako. Namna ya kupokea ahadi yako. Kuna mambo manne nataka nikueleze rafiki yangu, ili uweze kujua namna gani unaweza ukapokea ahadi yako. Na kuna ahadi nyingi sana Mungu ametuahidi kwamba atafanya, atatenda kwenye maisha yetu, atatutendea ikiwa tutakubali kumwamini yeye na kumtumikia yeye. Ikiwa tutakubali kumwamini yeye na kumtumikia yeye. Ukisoma kwenye kitabu cha Kutoka sura ya 23 na ule mstari wa 25, neno la Mungu linasema, nanyi mtamtumikia Bwana Mungu wenu, naye atakibarikia chakula chako na maji yako, nami nitakuondolea ugonjwa kati yako. Mstari wa 6 anasema, hapata kuwa na mwenye kuharibu mimba wala aliyetasa katika nchi yako, na hesabu ya siku zako nitaitimiza. Unaona, hizo ni ahadi za Mungu. Ahadi nyingi sana Mungu ameahidi kama tutakubali kweli kumtumikia, kama tutakubali kumwamini. Sasa wapo watu wengi sana wamemwamini Mungu, wanamtumikia Mungu, lakini huenda hizo ahadi hawazioni. Hizo ahadi ambazo wameahidiwa na Mungu, Mungu ametuahidi, hawazioni kwenye maisha yao. Huenda inaweza kawa wakati bado, au inawezekana kuna sehemu umemesa up, kuna sehemu haujakaa vizuri, kuna namna haujakaa vizuri. Sasa nataka nikueleze mambo manne yatakayo kuwezesha wewe kupokea ahadi zako, kupokea ahadi yako, kile Mungu ameahidi juu ya maisha yako, kama kweli utamwamini. Kitu cha kwanza kitakacho kusaidia wewe kupokea ahadi yako, kitu cha kwanza ambacho unatakiwa ukizingatie ni kukaa kwenye maombi na kuendelea kuiombea ahadi yako. Kukaa kwenye maombi na kuendelea kuiombea ahadi yako. Kama Mungu aliahidi kukuponya, lakini bado unaendelea kuteswa na magonjwa, endelea kumsihi Mungu, endelea kuomba, endelea kumwambia Mungu, uliahidi utaniponya, utaondoa ugonjwa wa namna hii. Endelea kumsihi Mungu, endelea kumwambia Mungu, endelea kukaa hapo, kaa kwenye maombi na endelea kumsihi Mungu. Lakini jambo la pili unalotakiwa kuzingatia ni hili: kutafuta kujua kwa hakika namna gani na wakati gani waweza kuipokea ahadi yako. Kuwa na maarifa sahihi juu ya ahadi yako. Kuwa na maarifa sahihi juu ya ahadi yako. Lazima utafute kujua kwa hakika ni namna gani na wakati gani unaweza kuipokea ahadi yako. Nimekueleza pale mwanzoni, huenda kuna ahadi hujazipokea kwa sababu wakati labda bado haujafika wa kuipata hiyo ahadi Mungu aliyokuahidia. Lakini rafiki yangu, unatakiwa ujue kwa hakika kwamba hiyo ahadi utaipata lini na ni kwa namna gani unaweza ukaipata hiyo ahadi. Kuwa na maarifa sahihi juu ya ahadi. Hapa nimekusomea ziko ahadi nyingi ambazo Mungu alizisema. Anasema kwamba nanyi mtamtumikia Bwana Mungu wenu, naye atakibarikia chakula chako. Unaona, kuna hiyo ahadi ya kwanza, kubarikiwa chakula, na maji yako, kubarikiwa maji yako, nami nitakuondolea ugonjwa kati yako. Unaelewa? Anasema hapata kuwa na mwenye kuharibu mimba wala aliyetasa katika nchi yako, na hesabu ya siku zako nitaitimiza. Kuna ahadi zingine nyingi zinaendelea hapo. Kwa lazima uwe na maarifa sahihi kwamba Mungu ameahidi kunipa chakula, Mungu amekusudia kunibariki. Lazima ujue ni kwa wakati gani Mungu anaweza akakupa chakula. Anakupa hicho chakula, anakupa kwa namna gani, kwa njia zipi? Isaka alipotaka kukimbilia Misri baada ya njaa kuingia kwenye taifa la Israeli, Mungu alimzuia, akamwambia baki hapa hapa, nitakubarikia mahali hapa hapa. Kwa hiyo Isaka akajua kwamba Mungu amekusudia kunibariki, akaingia shambani akaanza kulima. Unaambiwa mazao yake yalikuwa yanazaa mpaka wale watu wa nchi ile wakawa wanamtamani, wanamwonea wivu. Kwa hiyo kuna namna unatakiwa ujue ni kwa namna gani na wakati gani Mungu amekusudia kukubariki. Hilo ni jambo la pili. Jambo la tatu, kuwa msikivu kwa makini sana katika roho.
kuwa msikivu, unatakiwa ukae umtafakari Mungu, ukae na kumsikiliza, uwe msikivu, uhakikishe unamsikia Mungu anaposema na wewe kwamba mwanangu, sasa hii nataka ufanye kitu fulani, nataka ufanye hivi, nataka uende hapa, nataka uwe hivi, nataka ukasome kitu hiki, nataka ukafanye kitu hiki, nataka uende mkoa huu. Uwe msikivu. Nimekueleza habari ya Isaka. Isaka alikuwa msikivu kwa Mungu na ndio maana aliziona baraka. Wako mfano wa watu wengi waliokuwa wasikivu mbele za Mungu, ndo wakaona baraka, ahadi zao Mungu alizowaahidia wakaziona zinatimia na kutendeka. Kwa hiyo kuna ahadi ambazo hazijatimia kwenye maisha yako, huenda sio msikivu mbele za Mungu, huenda haumsikilizi Mungu kwa makini, haukai kwa usikivu mbele za Mungu. Zingatia hilo rafiki yangu, hakikisha unakuwa msikivu mbele za Mungu, hakikisha unamsikia Mungu akisema na wewe. Kaa tayari kumsikiliza Mungu anasema nini na wewe, ili uweze kuipokea ahadi yako. Nimekueleza kuwa msikivu kwa makini sana katika roho. Lakini jambo la 4 unalotakiwa kulizingatia ili uweze kupokea ahadi yako ni kwamba kuendelea kunyenyekea mbele za Mungu. Kuendelea kunyenyekea mbele za Mungu. Biblia inasema Mungu anawashusha wenye kiburi na kuwainua wanyenyekevu. Unavyoendelea kujinyenyekesha mbele za Mungu, unapoendelea kukaa mbele za Mungu na kukubali kwa Mungu ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako, Mungu anakuinua. Mungu lazima atimize ahadi zile ambazo amekuahidia. Kama utaendelea kubaki kwenye maombi na kuendelea kuiombea ahadi yako, lakini pia kama utakuwa na taarifa sahihi, utakuwa na maarifa sahihi juu ya ahadi yako. Lakini jambo lingine kwamba kuwa msikivu. Kama utakuwa msikivu mbele za Mungu katika roho. Lakini jambo la 4, kuendelea kunyenyekea rafiki yangu, kuendelea kunyenyekea. Zingatia hayo mambo 4. Biblia inasema watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Umekosa maarifa juu ya ahadi ambazo Mungu amekuahidia, ndio maana unaendelea kuhangaika na kuteseka, unaendelea kukaa chini ya utumwa wakati umeokolewa. Rafiki yangu, zingatia hayo mambo ili uweze kuziona ahadi za Mungu juu ya maisha yako. Tunaanza kunufaika tukiwa hapa duniani, na mbinguni huko tunaenda kupokea uzima wa milele. Anasema Petro akamuuliza, Bwana, nimeacha vyote nimekufuata wewe, nitapata nini basi? Mungu akamwambia, Yesu akamwambia, utapata mara 100 hapa duniani, lakini zaidi uzima wa milele. Manake ziko ahadi ambazo tunaanza kuzipokea tukiwa hapa duniani tunaanza kuzipokea. Rafiki yangu, wewe ambaye ungetamani Bwana akutimizie ahadi zako, nataka tuombe pamoja. Nifuatishe maombi haya. Bwana Yesu, ninakuja mbele zako, ninaomba unirehemu, ninaomba unisamehe. Bwana, ninakuomba uweze kuniwezesha na kunisaidia kukaa katika haya mambo 4 ili niweze kuzipokea ahadi zako. Nisaidie Bwana, natamani nizione ahadi zako kuanzia hapa duniani, lakini zaidi niweze kuurithi uzima wa milele. Asante Bwana wangu, asante Mungu wangu kwa neema yako na upendo wako juu ya maisha yangu. Amen, amen. Ubarikiwe sana rafiki yangu, wewe ambaye umenifuatisha maombi hayo. Amini ya kwamba Bwana anakwenda kukuwezesha na kukupa neema kusaidia kukaa katika hayo mambo 4 niliyokueleza, ili uweze kuzipokea ahadi za Bwana. Ubarikiwe sana. Karibu tena katika somo lingine tutakapojifunza. Amen.